Baba, katika jina la Yesu Mwokozi wetu, jina lako Mungu lihimidiwe na litukuzwe sana. Tumeketi watoto wako kulisikiliza neno lako. Naomba ukanene nasi tutasikia. Kwa jina la Yesu Bwana yetu. Amen. Mungu wetu ni mwema. Ichukue Biblia yako sasa. Nataka tuangalie kipengele kimoja tu hapa kifupi kwa somo hili la kwanza. Ni kipengele ambacho Roho wa Mungu amelisisitiza sana kanisa katika zama hizi. Tunene habari hizi kwa kuwa zimewadia. Bwana asifiwe sana. Nataka nizungumze neno moja ambalo linasema tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Jiandae kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Jiandae kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Na kutokana na neno hili nitazungumza neno hili kama ujumbe wenye fundisho katika kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari ule wa 3. Nitasoma taratibu mpaka mistari ya 10 na hadi mstari wa 20. Nitazungumza kwa kulifafanua neno hili, lakini pia nitalizungumza kwa ufafanuzi wa hali halisi ya dunia na mazingira ya rohoni. Ulimwengu wa roho unasema nini juu ya habari ya kurudi kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Tumekuwa tunasikia injili mbalimbali, na kwa sababu ni mazingira yaliyo wazi, tumekuwa tunasikia wahubiri wanasema kurudi kwa Yesu ni hadithi, ni kitu cha vitabuni, hakiwezi kuwa, kwa sababu tumezaliwa tunasikia na tumekuwa tunasikia. Baba zetu walisikia na wao walihubiri mpaka wakazeheka na wakafa, Yesu hajarudi. Na sisi tumekuwa mpaka tunaanza kuzeheka, tunasikia hajarudi, na hata watoto wetu watakuwa kwa wanasema hii ni hadithi ya vitabuni, ni wahubiri. Bwana atusaidie. Amen. Na kuna mtu mwingine juzi nikamsikia anaongea neno, akasema hivi: wa Tanzania na wanadamu wa Kristo tufunguke akili, tuache kuwa wajinga, kwa sababu tunadanganyika. Chukua wengine, mimi nabaki duniani. Bora niende jehanamu kwa kuwa kuna wanadamu wenzangu. Nikamwasikiliza, nikasema dunia imeharibika. Na hilo ni fundisho la shetani ambalo limeenea sana kwenye kanisa la sasa. Ni kwa nini shetani kuna kitu wanaanza kukificha ili kweli halisi ya Mungu isinenwe. Lakini nataka niwaambie wapendwa, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lililoandikwa hapa ni fundisho hai. Na Roho wa Mungu ni shuhuda. Na Kristo yu hai. Ukiona anakawia, kuna watu wanasubiriwa waokoke. Ukiona unakufa katika Kristo, ni heri yako. Umepona mengi, umeshinda tayari, ila ni nafasi ambao bado na wao wasinde. Na nataka nikwambie neno hili kwamba Kristo yu waja. Yesu anakuja. Tusijisahau kanisa.
Tusiaishi mapokeo ya sasa. Tusiende na dunia. Tusiende na wakati. Kwa kuwa huu wakati unaokimbizwa una mtego mbele. Lakini Mungu ni yeye yule, jana na leo na hata milele. Alivyokuwa na baba zetu, ndivyo alivyo na sisi, na ndivyo atakuwa na watoto wetu. Hanaga kubadilika. Bwana asifiwe. Unanielewa mpendwa? Sasa maneno haya matakatifu yanasema, hebu tusome sasa. Sura ya 24 Injili ya Mathayo, mstari ule wa 3. Biblia inasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake walimwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Lakini kuna koma hapo kabla ya lakini. Anasema yatakapotukia haya, lakini ule mwisho wa dunia utakuwa bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme utaondoka kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu, yani ndiyo mwanzo wa uharibifu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua. Nanyi mtakuwa ni watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea, na watadanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Bwana asifiwe. Mstari wa 15. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi, wala isiwe siku ya Sabato. Bwana Yesu, libariki neno hili na utusaidie. Amen. Amen. Injili hii imeandikwa na mtumishi wa Mungu Mathayo, aliyekuwa mtume na mwanafunzi wa Yesu. Na huyu alikuwa ni mmoja kati ya watu waliokuwa wanafanya kazi katika serikali ile ya Kirumi chini ya utawala wa mfalme Herode,
ambaye yeye alikuwa ni afisa wa ukusanyaji wa mapato ya taifa, yaani alikuwa mtoza ushuru. Kwa maana hiyo wahusika wa Biblia, waandishi, hawakuwa wajinga, walikuwa na akili timamu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukianza kusema kwamba Biblia imeandikwa na watu ambao hawakujitambua, tutakosea. Luka alikuwa ni dokta, Paulo alikuwa ni msomi PhD. Kwa hiyo Biblia imeandikwa na watu giant of education. Bwana asifiwe. Hii Biblia imeandikwa na watu zaidi ya 40 kwa kipindi kisichopungua miaka 1600, kwa kuthibitishwa na kuhakikiwa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama tukianza kusema maandiko haya sio kweli, ni hadithi za vitabuni, tunamchallenge Roho Mtakatifu na tunaichallenge hekima ya watumishi wa Mungu waliovuviwa na maneno ya Mungu. Kwa hiyo tusiwe wengi wa kusikiliza maneno mitandaoni, kila yanayopotosha na kuyafuata. Liishi neno hili ili likusaidie. Sema amen. Mathayo alikuwa ni shahidi mwaminifu aliyeishi na Yesu. Yesu alimkuta kazini akiwa anafanya kazi yake kwenye soko moja hivi. Akamshika bega akamwambia, wewe achana na hii kazi, fuatana na mimi. Hamjui, hajui wanaenda wapi, kuna kitu gani, ila ameambiwa fanyaje, follow me. Akaenda. Huyu jamaa alikuwa na kitu cha ajabu. Bwana asifiwe. Amen. Hata Yesu alipokufa na akafufuka, Mathayo aliungana na wenzake wakabaki Yerusalemu mpaka siku ya 50 wakapokea uvuvio wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Wakaihubiri Injili na ni miongoni mwa mitume waliokufa kifo cha kishujaa. Amen. Sasa anaandika nukuu ya maisha ya Yesu. Hiki kitu anaandika Mathayo sio tu ufunuo wa Roho Mtakatifu, ni maisha halisi ambayo aliona. Amen. Ni sauti ya Yesu aliyoisikia. Amen. Yaani Yesu anaongea hivi, na haya maneno anaandika, anasema Yesu akajibu akafanyeje, akawaambia. Kwa hiyo sio kwamba ni neno la Mathayo. This is words of Jesus. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo habari ya kurudi kwa Yesu, habari ya siku za mwisho, habari ya unyakuo, habari ya ukomo wa hii dunia haijatabiriwa tu na nabii, imeelezwa na Mungu mwenyewe. Amen. Kwa hiyo naomba usilewe na udanganyifu wa watu. Tubaki tunasema Yesu anakuja. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hawa watu wakamuuliza Yesu maneno haya. Wakamwambia, Bwana, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Na ni nini dalili ya kuja kwako wewe Bwana? Na ni nini mwisho wa dunia? Amen. Kama ukijaribu kulirudia hilo neno kulisoma, Yesu alivyojibu ni kama alitaka kumuondoa kwenye mtazamo wake, ila amuelekeze uhalisi utakavyokuwa. Amen. Maana hoja yao, ukianza hapa kusoma mstari wa kwanza, pale Biblia inasema walianza kumuonyesha majengo ya hekalu, wakaanza kumwambia yalivyo mazuri, lakini Yesu akawaambia, hamyaoni haya yote? Halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoka. Kwa wao wakaanza kumhoji wakijua awaambie litabomoka lini hekalu. Lakini yeye anaongea sasa maana ya kile anachokisema. Akasema, angalieni
mtu asiwadanganye. Mwambie mwenzako, angalia mtu asikudanganye. Na ngoja nikwambie, safari ya mbinguni shetani amekaa pembeni. Hakunyang'anyi taji shetani. Hausiki na taji yako. Hakudanganyi uiache imani. Ila yeye anaisonga imani yako. Ila mdanganyifu anayekutoa kwenye imani ni mtu mwenzako. Amen. Anayekunyang'anya taji ni mtu mwenzako. Usisimame kwa ajili ya mtu. Mwangalie Yesu peke yake. Kumbuka hata Ufunuo wa Yohana imesema, naja upesi, shika sana ulicho nacho. Asije nani? Shetani. Asije nani? Afanyaje? Oya, mwambie mwenzako, kaa mbali jirani. Amina. Nataka nikwambie mpendo, sasa hivi dunia ilivyo, kaeni makini hata na sisi wachungaji. Kuweni makini hata na sisi. Kwa sababu watumishi wengi sasa hivi wamejikita kuhubiri neno ila hawaliishi neno. Wanahubiri kitu ambacho wao hawako. Atakwambia au Bwana anajua tu dhaifu, atatusamehe pole pole. Afu yeye mwenyewe anakuelekeza kutenda dhambi. Ukisema ikiwa huyu baba mchungaji, baba wa kiroho, baba my spiritual father anafanya hivi, mimi ni nani nisifanye? Mungu anajua. Umepoteza taji. Mbinguni kila mtu atauchukua mzigo wake. Naomba niwaambie ukweli huu mgumu. Kazi yetu sisi wachungaji ni kukuonyesha Mungu yuko wapi. Lakini jukumu lako wewe, nenda kwa nani? Atana na mimi, nenda kwa Mungu. Hata mimi napambania huyo Mungu niwe naye. Ndio mtu anasema mimi niombe nisimame kiroho, nisimame. Kwani mimi naombewa na nani wewe? Safari ya mbinguni ni kupambana. Hebu jipambanie. Uwe kama mtoto wa swala anazaliwa anakimbia. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Mimi nasema kitabu chenye ushahidi wa kweli, chenye fundisho sahihi ni Biblia. Injili hai yenye kukuelekeza kuingia mbinguni ni neno la Mungu. Zingine zenye mapokeo ya mtu na elimu zao za vyuo vya Biblia vitakupotosha. Watu uwe makini nao, wasimtoe Yesu ndani yako. Kwa sababu saa yoyote huyo Yesu anakuja. Anakuja. Usinielewe vibaya, nielewe tu hivi hivi. Bwana asifiwe. Maana anasema angalieni watu wasiwadanganye. Kwa sababu wengi, sio mapepo, watu watakuja kwa jina langu. Amina. Amen. Watakuja kwa jina langu namna gani? Wanasema katika jina la Yesu. Amen. Watasoma Biblia. Amen. Na wengine watasema don't speak in the name of Jesus, ila speak in the name of Katekela. Kwani hata leo si wapo? Ngoja nikuulize swali. Sasa hivi kuna mafuta ya upako. Yanaitwa mafuta ya nani? Ya Yesu. Mafuta ya nani? Toa upako. Ni mafuta ya nani? Ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Ikifanyika kongamano kubwa pale taifa, watu milioni maelfu yanakusanyika pale. Ila yanasema twende kwa nani? Sio kwa nani? Kwa Yesu. Jibu unalo sasa, mwana Dar es Salaam. Amesema Yesu,
wasiwadanganye, kwa sababu watu wengi watakuja kwa jina la Yesu. Amen. Maana yake sio Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu aliniuliza swali akasema, kwa nini Mungu anawaruhusu? Yeye mwenyewe alisema acheni vyote vikue, magugu na nini? Ila wewe si una akili? Shike neno la kweli. Bwana asifiwe sana. Anasema nao watawadanganya wengi. Udanganyifu wa kwanza, achaneni na imani ya kunywa mafuta. Amen. Acheni, kama unamtaka Kristo akunyakue, acha kunywa mafuta. Amen. Acha kunywa maji ya upako. Amen. Acha kukanyaga mafuta, acha. Amen. Hivi vitu vinatajwa kama jina la Yesu ila sio Kristo. Amen. Hajawahi kabisa kuwemo. Amen. Acheni wapendwa. Amen. Ndeni niwaambie tu, umuulize watumishi wa Mungu hawa wachungaji. Naona wachungaji wamevaa upako. Maana yake, kwa kuwa tunajifunza Bwana asifiwe. Upako maana yake ni nguvu ya utendaji wa uamsho wa Roho Mtakatifu inayojidhihirisha kumvuvia mtumishi wa Mungu wakati yuko kwenye huduma. Amen. Ndio maana upako kwa Kiingereza wanasema anoint. Yaani ni nguvu inayoshuka wakati wa huduma. Na ukimaliza huduma ile nguvu kuna wakati inakutoka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wewe unaposema mafuta ya upako, tena tunajaza roli kwamba nenda kamwage kitandani nyumbani. Hivi tunaigiza au tumezamilia? Sasa watu wa Mungu, changamoto ni moja kinachotutesa kanisa la leo. Ngoja niwaambie ukweli wa Kristo. Wa Kristo sisi tunazidiwa na Waislamu kwa kitu hiki. Waislamu mtoto bado ako na mwaka huu anaingia madrasa kujifunza habari za Mungu wao. Lakini sisi watoto mwaka mmoja anaenda kucheza ora na rede. Tunamnunulia tablet tu, anaanza kuchezea katuni. Akienda shule tunamwacha anakaa huko boarding, anaanza kufundishwa na mitindo ya kipagani huko. Tunakuja kumuona likizo, na likizo lenyewe ni tuition, anakaa kwenye TV. Hata Biblia haijui mtoto. Anakuja kulimbuka miaka 25, 26 alishakuwa zezeta sasa. Mambo ya Mungu hayajui tena. Badala yake anakuja kuupata wokovu, sio kama kuokoka. Anaingia kanisani kwa sababu anatafuta mume, haolewi. Kwa anaenda ili aombewe na pastor apate mume. Kwa hiyo anasali kwa kipindi ambacho anahitaji nini? Mume. Na akipata mume, bahati nzuri liwe na hela, liwe lizuri, lifanya biashara na limpende, kusali na hata anaenda kunywa bia. Amen. Hii ndio sababu ya Wakristo kutokulijua neno. Amen. Mwingine kuokoka ni mpaka arogwe. Akisarogwa, majini yamekaa. Yuko kama mwehu, akifanya biashara hapati hela yoyote. Akikaa na watu wanamkataa. Akifanya hiki akiendi, kuumwa ndo kuumwa, vinamtambaa mwilini. Akienda hospitali hakuna. Mwisho anasema nipelekeni kwenye maombi nikafie kule. Unajua wakati mwingine mimi nilimuuliza Roho Mtakatifu siku moja kwamba kuna watu ambao tunawaombea nafunga hadi siku 7 kavu, Mungu mponye huyu mtu.
Lakini yule mtu, yani unakuta ndio unaenda nimemaliza mambo na wewe unajisikiaje? Kwa kweli nafuu lakini bado hapa ni kama na jiwe kubwa. Anasema jamaa, siku 7 zote bado unajiwe. Nilipouliza Mungu, Roho Mtakatifu aliniambia hivi, Bwana asifiwe sana. Aliniambia hivi, ninayaondoa pole pole kwa sababu nikiyatoa yote kwa wakati mmoja hata kanyaga hapa tena. Bwana tusaidie sana. Amen. Hebu mwambie mwenzako usiwe mlokole wa hivyo. Unamkosea Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa kwenye hiyo changamoto unakuta watu kulijua neno ni kazi ngumu. Ukiingia kanisani unamtafuta Mungu, unamtafuta Kristo, unakuja kukutana sasa na fundisho lenye kukupotosha. Kwa kuwa hauna msingi wowote ulioupokea hata kwenye Sunday school. Hukusikia, ulikuwa shuleni, ulikuwa kwenye TV, ulikuwa kwenye muziki. Umekuja kuingia kanisani ni mchanga wa kiroho, unakutana na fundisho potofu. Unakunywa mafuta. Lakini nataka niwaambie Wakristo wenzangu, hiyo imani ya mafuta ya upako na maji ya upako sio ya Mungu. Amen. Hata mnipige mawe, ndakataa mpaka naingia mbinguni. Amen. Nimuulize baba yangu, kuna wazee hapa wazuri, huyu mzee na baba pale. Maana wengine sijaona mzee. Eti baba, ulikuwepo miaka ya 90 na 2000 ulikuwa umeokoka na baba na baba. Tulikuwa na wahubiri. Naomba niwataje wachache. Tulikuwa na mhubiri alikuwa anaitwa Andrea Shimba. Aliyekuwa anaishi maeneo kama Tanga hivi. Wa makanisa gani? Swedish, kitu kama hicho. Pentecoste. Yule baba alikuwa anahubiri na kufundisha habari ya unyakuo. Akinyoosha mikono, mapepo yanatoka. Amen. Yule babu alikuwa anatumia mafuta? Hapana. Maji? Chumvi? Walipona hawakupona? Waliokoka hawakuokoka? Waliokoka. Haya, kulikuwa na mwinguni tu. Amen. Yule alikuwa akisimama tena amefika hatua wamemtesa sana kwenye huduma mpaka akawa na ugua akawa anasimama hivi. Anasema yo. Pepo zilitoka zikutoka? Zilitoka. Viwete walitembea hawakutembea? Walitembea. Kuna mafuta yalikuwepo? Mafuta. Chumvi? Hakuna. Misumari ya upako? Keki? Mifagio? Unanielewa Amen. Kuna mzee mwingine amefariki mwaka huu. Alikuwa anaitwa Emmanuel Lazaro. Alikuwa anasimama anasema Yesu yu hai leo. Amen. Watu viwete, vipofu, viziwi wanatembea, wagonjwa wanapona. Amen. Yes. Kuna mafuta yalitumika. Vitambaa vya hivi vya upako. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu ambao walianza huko nyuma hawakuvitumia. Tunawakumbuka. Kuna mtu huyu nani Kakobe. Huyu wa hilo kanisa ya Full Gospel huyu. Alipoanza huduma hakutumiaga mafuta. Hakutumiaga upako wowote. Nakumbuka mimi nilikuwa kijana mdogo ila mikutano yake niliona. Amen. Walipona hawakupona? Walipona. Sasa leo lile neno la kina Kakobe halipo. Amen. Lile neno la kina Kulona halipo. Lile neno la kina Lazaro halipo. Leo limebaki kunyofoa maandiko. Watu wanasema alisema
mkiniamini kazi nizifanyazo na ninyi mtazifanya. Tunafanya kazi gani? Kwani hiyo ni kazi? Hayo ni mazingaombwe, sio kazi. Bwana tusaidie sana. Amen. Hivi kuna mtu ambaye kwenye mkoba wake mwanamke ana mafuta ya upako? Naombeni. Naombeni wapendwa, ili niache nimeyachoma. Kama hautanipa, ninayaombea katika jina la Yesu. Amen. Yakubadilike yawe jini kamili. Amen. Yasisaidie chochote. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Jamani, mimi nilikuwaga muabudu shetani. Amen. Kabla sijaokoka. Amen. Nilikuwa nafasi daraja la 3 la utawala la kishetani. Amen. Nilikuwa ni kiongozi wa wachawi Afrika Mashariki na Kati, nchi zaidi ya 6. Amen. Nchi zaidi ya 6. Amen. Nilikuwa mshirika wa jumuiya ya kimataifa ya kichawi. Lakini pia nilikuwa mwenyekiti msaidizi wa waganga wa kienyeji Afrika Mashariki na Kati. Nilikuwa chifu namba 7 aliyeitwa Chifu Star Alpha ni Star. Kati ya machifu 2900 mimi nilikuwa chifu namba 7. Nilikuwa master, conky master kwenye chama cha Freemason Club Association International. Nilikuwa master mason kama Juice White Club, Dark Angel White Club, Secret Society. Nimefanya kazi na shetani. Lucifer unayemsikia Mungu wa mapepo, mimi nimemuona na kikao vyake nimeshiriki hivi vitatu. Leo nimeokoka. Amen. Nimeamua kuokoka. Na niko tayari hata kuchinjwa. Siwezi kupoteza wokovu. Na kazi za shetani nazijua. Uongo wa shetani na ujua. Shetani namjua, sio sebuleni tu, mpaka nyumbani kwake. Nguvu zake zote nazijua. Mipango yake yote naijua. Ndio maana namshukuru Mungu ameniokoa kwenye zama za utendaji wa mawakala wa shetani. Kwa kuwa mimi nilikuwa miongoni mwao, sasa niko kinyume chao. Jamani, haleluya. Hakuna nguvu iokoayo wala kuponya iliyo nje na neno la Mungu hili. Wengine mtadanganyika, lakini yetishwe vile wanavyonena kwa lugha, sio Roho Mtakatifu wapendwa. Amen. Ile ni lugha ya mapepo au ni nene na mimi vile usikie. Amen. Amen. Nataka niwaambie kanisa, amen, msikie Roho Mtakatifu peke yake na ulisome neno la Kristo, alafu tulia hapa kanisani msikilizeni mchungaji wenu. Yesu aliongea neno hili. Mtakuja kuambiwa Yesu yuko huko, au Yesu yuko kule, au Yesu yuko huko. Akasema msifanyeje? Msiende. Amen. Kwa nini akasema hivi? Mahali ulipo mzoga ndipo tai watakapofanyaje? Ana maana hii, wewe ndiye mhitaji. Amen. Mahali ulipo wewe ndipo malaika wa Bwana, ndipo Roho Mtakatifu wa Mungu, ndipo Yesu Kristo atakapomtuma masihi wake kwako. Amen. Sio maana mko hapa na sisi akina Katekera tumekuja. Amen. Kiitifaki ilitakiwa labda mtufuate kwetu.
Lakini sisi ndo tumekuja hapa. Amen. Kwa nini? Tumaini la neno la Kristo limo ndani mwako. Mungu anakuletea watu walio sawa na wewe. Unapochanganyikiwa kusema hii shida mchungaji wangu hana upako wa kuiondoa, hata niende kwa nani? Unajichanganya. Unaenda kufa vibaya. Shetani sasa hivi ni muongo mno. Amen. Anatumia watu kutunyang'anya taji. Naomba ujilinde taji yako isipotee. Amen. Sema amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tusome andiko kidogo ili tumalizie. Mstari huo mzuri wa 6. Mstari wa hapa anasema wa 5, nianzie mstari wa 5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Mstari wa 6. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme utaondoka kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hii Yesu anatabiri sasa kuhusiana na serikali na mazingira ya tabia ya nchi. Bwana asifiwe. Amen. Nakwambia neno moja kwamba tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa nani? Kwa Yesu. Kwani matetesi ya vita hauyasikii? Nasikia. Kuna haja ya kuelekezwa? Hapana. Tulikuwa tunayasikia Urusi, sijui na Ukraine, Palestina na nani na Israeli. Sasa hivi ameshakuja hadi mzozo unaendelea Kongo na Rwanda. Vurugu, wafalme wanatishiana. Juzi tulikuwa tunamsikia Kagame anapotishiana na rais wa South Africa, anatishiana na rais wa Kongo. Vugu, vuta ni kuvute, vurugu na vurugu. Bwana tusaidie. Amen. Haya hayahitaji mjadala, hata kama kwamba yalikuwepo ni mizozo ya kawaida. Kwa wale mnaofuatilia habari, wanasema kwamba huyu mzozo hautaisha, ila unaitengeneza vita ambayo ni vita kubwa itakayokuwa ya dunia yote. Ya dunia yote. Nilikuwa jana namsikiliza mtumishi wa Mungu hayati Moses Kulola, akawa aliwahi kutabiri, akasema vita ya Palestina na Myahudi, hiyo ndio itakayochochea vuguvugu la vita kuu ya 3 ya dunia. Na sio hiyo tu, itamwamsha Mrusi. Kwa hiyo wataungana Urusi na yule Korea Kaskazini, wataungana na wale wa Iran na mataifa mbalimbali ya Kiarabu. Alafu huyu Myahudi naye atapata kampani ya wazungu Marekani na huko United Kingdom, wataungana naye. Kwa hiyo itakuwa pande mbili. Afrika yetu itagawanywa. Kutakuwa na mataifa yatakayoungana na Muisraeli na kutakuwa na mataifa yatakayoungana na huyo Mwarabu Mpalestina, ambapo kitakachotokea yani ni moto usiozimika, na ule moto ni vita inayokadiriwa kuwa ya 3 ya dunia. Tulikuwa tunayasoma kwenye Biblia, ila sasa hivi tunayasikia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Msiseme ni harakati za dunia, msiseme ni Wayahudi wanabadilika, msiseme ni Waislamu wana mashetani, msiseme ni Waarabu wana roho mbaya. Hapana, haya yametabiriwa kwamba ni dalili zinazotuambia kanisa tusicheze. Kurudi kwa mwamba Yesu kumekaribia. Amen.
neema ya Kristo isikuache. Nguvu ya Mungu isikuache. Ajapo Yesu asiache mke wako, wala asiache watoto wako. Hilo ndio jambo muhimu sana. Sema amen. Bwana asifiwe. Akasema kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi. Hiyo ni silabasi sio ya serikali. Njaa ni vipindi vya uharibifu vinavyoletwa na shetani. Vinapangwa kuzimu. Na matetemeko yanapangwa. Mimi naelewa kwa sababu nilikuwa kwenye uratibu huo. Naelewa hata majeshi yanavyofanya kazi. Haya matetemeko haya, mavolkeno haya, matsunami haya, upepo mikali, vimbunga huwa vinatoka moja kwa moja kuzimu na vinapitia baharini. Kwa kuwa bahari ndio lango kuu la kuzimu. Vinatoka kuzimu moja kwa moja. Lakini lazima shetani ainuke kusakama dunia. Kwa sababu wanajua kuna nia ya kimungu ya unyakuo inaenda kutokea. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ninachomaanisha hapa, usilale. Simama imara kwa Bwana. Jamani, haleluya. Haya, anasema hivi mstari ule wa 9, wakati huo watawasaliti ninyi ili mpate ziki, nao watawaua, nanyi mtakuwa ni watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Na ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Bwana tusaidie sana. Amen. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Mimi wakati naokoka nilikuwa nadhani sasa nimepona, kwamba walokole ni kama paradiso, kwamba sifi tena. Maana wachawi wao wanawindana kama mijusi. Ili upate cheo ni mpaka uue mwenzako. Unafiki na uongo umejaa kule kwa wachawi. Kusingiziana, kutegeana mitego, kurogana, kuuana. Kwa kuwa ni shetani kazaa shetani mwenzake. Sasa mimi nilipookoka pastor, nikafikiri huku kanisani nimepona. Oh ho ho. Kumbe huu nabii kanisani umeshatimia. Usaliti umejaa kanisani. Sasa hivi wachungaji wanakufa, sio mpango wa Mungu. Ni hila na mipango ya watu. Sasa hivi watumishi wa Mungu wanauawa kwa sumu. Kisa tu, kwa nini yeye ana upako kuliko mimi? Kwa nini yeye awe na washirika wengi kuliko mimi? Kwa nini yeye awe askofu, mimi niwe chini yake? Kuna baadhi ya madhehebu kama TAG, FPCT, EAGT na KKKT, askofu anapewa gari. Hizo gari hizo zinawamaliza mama yangu. Zinawamaliza. Ukiwa askofu tu unapewa na maelekezo usile kwa mtu. Na ni mchungaji mwenzako. Bagosha. Bwana atusaidie sana. Amen. Kinachoua watumishi leo ni nini? Usaliti. Watawasaliti nyinyi mpaka ziki. Alafu nao watawaua.
kujiachilia kuamini mtu, unaweza kufa kiroho au kimwili kabisa. Mimi hapa nimewahi kuhubiri injili sehemu, nikasema neno moja hivi: wachawi wote ni mende, kunguni, viroboto, sisimizi, mende, panya. Mchungaji mwenzangu akaniambia, una habari? Nikasema sina. Mchungaji, pastor, tena msimikwa mwenye kama vile wenyewe mmevaa kola, si wasimikwa. Ana cheti kabisa cha kufungisha ndoa na kubatiza na kushirikisha meza ya Bwana. Akaniambia, una habari? Nikasema sina. Jumamosi utakuwa kaburini. Na ni Jumanne na ninahubiri kwao. Nikasema kwa nini? Namuuliza yeye pastor. Akaniambia, kwa sababu unawachukia wachawi, haujui na wao ni watumishi wa Mungu. Nikamwambia, Mungu yupi? Amen. Kwa sababu Biblia yenyewe imewachukia. Sio tu kuwachukia, imewakataa. Maana ushahidi ninao, Biblia imesema usimwache mwanamke mchawi kufanyaje? Maana yake kibiblia chinja. Sasa wewe unasemaje ni watumishi? Akasema, kwani hujui kama Mungu anayekusaidia wewe ndio Mungu anayewasaidia wachawi? Nikasema never. Never ever. Haiwezekani, haitatokea. Amina. Akaniambia, sasa Jumamosi utakuwa kaburini. Nikasema, nani ataniua, wewe au wachawi? Akacheka, wachawi wana nguvu. Tulienda mkutanoni, nikashangaa huyo pastor akaniletea maji. Lile chupa kubwa la lita 1.5. Kunywa maji, najua pale utahitaji huduma ya maji. Nikanywa. Nimekunywa, sinajua ni mtumishi pastor. Ndugu yangu, mwenda mbinguni mwenzangu. Pentecoste mwenzangu, hamna shida. Assemblies mwenzangu. Nikagida yale maji. Piga nusu nzima ya chupa. Akasema, pastor, subiri, samahani. Hii chupa ukiimaliza yote, utakaposimama jukwaani utapigwa hodi. Hautaweza kushuka jukwaa ukaende kujisaidia kwa sababu umeyanywa mengi na utateseka jukwaani. Bakiza twende tukayaweke, utakunywa ukitoka. Mimi najua that is my friend. That is my pastor. My host. Twende tukaenda mpaka kwenye nyumba. Mimi huwa mara nyingi, ndio maana sipendagi kufikia kwenye nyumba ya mtu mpaka niwe nimemwamini sana. Nilifikia kwenye nyumba ambayo amenifikishia yeye. Tukafungua mlango, nikayaweka chini ya meza, nikafunika na handkerchief. Nikaondoka. Tumefika kweli, nikahubiri. Roho wa Mungu ameshuka. Amen. Tunasema amen. Naangalia hivi pastor simuoni. Kumbe wakati na ubili alienda akachukua, alikuwa ameshanunua, kuna sumu inaitwa nyongo ya mamba. Akaenda akalifuata lile chupa kule chumbani kwangu, akafungua, akatumbukiza ile sumu, akafunga, akatikisa, akaweka hapo. Akajua nitakunywa. Amen. Akachukua familia yake, akachukua gari safari. Ndugu yangu, nikatoka jukwaani na kiu ya hatari. Nikayafuata maji yangu dasani kabisa, nikaiangukia Mungu wangu kule kunywa chini. Miezi 6 yote bodini. Meseji mpaka leo zingine ninazo. Alinitumia, anasema rest in peace Katekela. Kiburi chako cha jukwaani hatutakisikia tena. Lakini ni mtumishi. Bwana atusaidie. Amen. Tushangae au tuache wokovu? Tuseme sasa kanisa limebadilika tuviache? Hapana.
Yesu ametuambia mtakuwa ni watu wa kuchukiwa kwa sababu ya jina langu. Wao watawasaliti na watawaua, lakini msitishwe. Zinaeleza dalili ya kuja kwa Yesu. Hatutakufa kichawi, hatutarogwa na wachawi, hata watupe sumu hatutakufa, hata watuteke na bunduki hatufi, maana siku zetu bado na injili itahubiriwa. Acheni manabii wa uongo wawepo, acheni watabirie watu. Kuna mwingine nabii unajua neno nabii wa uongo wengi wanalichukulia simple. Uongo maana yake ni kusema kitu ambacho Mungu hajakutuma, alafu useme Mungu amefanyaje. Sijui unanielewa? Kuna mwingine anasema Mungu amesema kula majani. Watu wazima na akili timamu kama manyumbu wanakula nyasi. Eti wanapata upako. Roho Mungu ameniambia tukachimbe kisima kwa mikono. Wanaenda kama mazombi, wanachimba ardhi. Wengine kuna kanisa lingine nikaona Roho Mungu ameniambia tumchape fimbo shetani, wakachukua mafimbo. Wakaanza kupiga chini, piga. Nikasema ila kwa kweli wajinga ndio waliwao. Bwana atusaidie sana. Lakini ni nini? Ametabiri Bwana akasema manabii wa uongo wengi, sio wachache. Kuna wengine nyinyi mnakariri kwamba ni wale tu wanaojirusha kwenye television. Tunao wengi tunakaa nao watu wajui tu. Na wengine ni mabwana ndoto, wanatuambia ndoto kumbe hata ndoto zenyewe hawaotaki. Ila wamekusoma lifestyle, wanakutungia somo, wewe hujui na anakuambia Bwana ameniambia. Wewe tuzijaribu na kila roho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na anasema kwa sababu ya uasi mwingi kuongezeka, upendo wa wengi utafanyaje? Sasa hivi mtu yuko tayari ya kuue wewe ili apewe milioni 1. Yuko tayari. Sio kwamba ni nini na nini. Dunia ndiko ilikofikia na inatueleza Yesu yuko njiani kufanyaje? Bwana asifiwe sana. Sijui unanielewa mpendwa. Anaendelea hapo anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho huyo ataokoka. Yani yule mtu akusema pamoja na yote bado Yesu ni Bwana. Iwe dhiki, iwe njaa, iwe hatari, iwe mateso, bado Yesu ni Bwana. Wapange wasipange, Yesu ni Bwana. Watake wasitake, Yesu ni Bwana. Nilale njaa nipate chakula, Yesu ni Bwana. Nijenge nisijenge, Yesu ni Bwana. Paulo anasema hakuna kitakachotutenga na upendo wa Kristo. Bwana asifiwe. Mimi mwezi juzi hapo nimenusurika kufa Dodoma hapo. Nimefunga na kuomba siku 3 kavu basi. Natoka kwenye maombi, tuko chuoni. Nikamuomba principal ruhusa niende nikale hotelini, akaniruhusu nikaenda. Nafika nikaagiza juisi ya miwa. Wakaniletea juisi hiyo na chakula. Kinafika chakula nikanywa juisi. Namaliza juisi, chakula kikafika. Kama neema, mmoja wa wahudumu wa ile hoteli, tena dada wa Kiislamu, akaniangalia akasema, astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wewe ni mchungaji Katekela? Nikasema ndio mimi hapa. Akageuka, akaanza kulia. Akaja akanipapua kile chakula. Kachukua lile kikombe la juisi kalipapua. Kwa nini
kwa nini umekuja juisi? Akaanza kuondoka kwa hasira. Mimi si nikajua anani harasi kwa sababu labda sifai kula hapo. Sijui kinachoendelea, nikaenda kumshitaki kwa meneja wake. Kumbe huo mchongo umetoka kwa meneja. Nikamwambia meneja, mnanifanyia nini? Mnanichukuliaje? Kwani mimi sifai kula hapa? Meneja wakamwita yule dada, piga, wakamfukuza na kazi. Kwa hiyo kaka, malipo, nikasema silipi maana sijala, nikaondoka. Nimefika kwenye gari yangu ile, naingia na washa gari, nikaona mtu anagonga kwenye mlango. Ashusha kioo na cheki ni yule dada. Ananiambia, kaka, pole kwa yote niliyokufanyia, ila sikumaanisha vile. Ila naomba uende hospitali sasa hivi, maana umekunywa sumu. Nikasema acha uongo wewe. Akanionyesha simu ya hivi ya kufukuza shida. Akafanya angalia na cheki hivi, message inaeleza muamala wa milioni 2. Chini ya muamala kuna picha yangu, na waliotuma wamesema ni huyo hapo. Akaniambia, kaka, sina ushahidi zaidi ya huo, nenda hospitali unakufa. Juisi uliokunywa ina sumu na kile chakula kilikuwa na sumu. Nikajiuliza, nimefanya nini? Upendo wa wengi utafanyaje? Nikapuuzia, nikafikiri utani. Ilikuwa ni jioni saa 1, nikaenda nyumbani nikalala vizuri. Kuamka asubuhi nikaenda darasani, nafika tu darasani nikazimia. Nakuja kuzinduka niko hospitali Benjamin Mkapa. Wanapima, wanakuta ini limeshaathirika 72%. Figo zimeshafeli 68%. Sumu imeenda mpaka kwenye mfumo wa umeme, kwenye ubongo. Kwa wanasema mimi yamkini nita stroke au nitakuwa chizi. Lakini ghafla tumbo linajaa, miguu inavimba. Nasema hii ni shida ya ini. Ngoja tupambanie uhai. Nimelazwa wiki 3 Benjamin Mkapa. Lakini nimefanyaje? Sijui. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utafanyaje? Naomba nikutie moyo Mkristo. Usishangae unavyochukiwa na muumini mwenzako. Amen. Usiseme tumeokoka. Sema nimeokoka. Amen. Huwezi jua anakuchukia kwa sababu kilichomo ndani mwake sio cha Mungu. Amen. Na kinaona roho ya Mungu iliyomo ndani mwako inavyofanikiwa. Kwa hiyo kinajaribu kukuinukia ili uzimike. Na mimi nakutia moyo kwa jina la Yesu, azimiki mtu. Songa mbele, Yesu hai. Tena ndio kwanza mwizi kamloga mchawi. Ongeza spidi. Kama ulikuwa unaomba nusu saa, omba masaa 2. Kama ulikuwa unahubiri saa 1, hubiri 2. Haleluya. Acha wakuchukie tu. Ila Mungu akiwepo upande wako, hakuna aliye juu yako. Mimi nikashangaa, yani uwezi amini pastor, natoka wodini nakuta nyumbani kwangu Geita na wazazi walishasafiri wako nyumbani. Musiba unaendelea, wanasubiri maiti ifikishwe. Yani wameambiwa kijana alishafariki. Tuko kwenye hati za kubeba mwili tusafirishe kuleta wapi? Geita. Wanaanza na kuuliza kwamba tupime kaburi gani, wakati sijafa. Sio mbali, ilikuwa mwezi wa 6 tu hapa juzi. Yani mimi niko wodini na hangaika, Yesu niponye. Wenzangu wanaandaa masifuria ya wali.
wanaimba alazwe pema peponi Kamanda. Amen. Mungu akamtuma malaika. Amen. Madaktari wakaniambia kupona ni kazi, ini limefika mbali, ila kama unaomba muombe Mungu. Nikasema Mungu nikumbuke, nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Injili. Naombea wengine wanapona kansa, wanapona ini. Utashindwa Mungu kuniponya mimi? Mtume malaika wako aniponye. Uwezi amini, nikapewa dozi za kumeza kila siku vidonge mara 3 kwa muda wa mwaka mzima na miezi 6. Nikiwa nimemeza viwili tu, uwezi amini, mlango wa kujisaidia haja kubwa na ndogo ukafunguka. Baada ya wiki moja tunapima, wakakuta ini limebaki na athari 31% kutoka 72. Figo limeshuka mpaka 23%. Ule umeme wa ubongo kasema imebaki ni depression ndogo. Sasa hivi nabaki tu na check depression, ila ini nimepona na figo nimepona. Bendera chuma, mlingoti chuma. Lakini yametabiriwa hapa kwamba upendo wa wengi, wewe unachukiwa, sisi tunategwa kufa. Ukisema uache wokovu, mbona si hatuache? Alafu ngoja niwaambie, nyie mnatakaga tu tuwaombee, ila mngejua na sisi hatuna hata wa kutuombea na tunateseka. Ndio maana Paulo anaandika, anasema hatimaye ndugu, na sisi mfanyeje? Mtuombee. Hawa wachungaji na wasemea leo, waombee na wao, hawasema kitu, wanapigwa. Bwana tusiwe kanisa. Naona muda wangu umeisha. Nimalizie hili neno tu. Bwana asifiwe. Amen. Mwenye kuvumilia hata mwisho atafanyaje? Ataokoka. Mimi siachi wokovu kwa sababu hali inayoendelea kwenye ulimwengu wa roho naifahamu. Bahati nzuri mbaya nilikuwa shuhuda wa vikao vya Ibilisi. Mimi nimeokoka mwaka 2013. Saizi nina miaka 12 kwenye wokovu. Amen. Na nina miaka 9 kuelekea 10 kwenye utumishi. Wakati tuko kwenye kikao cha mwisho mimi kuhudhuria ilikuwa tarehe 31 Desemba 2012. Hapo na Lucifer alishuka. Kila kikao kilikuwa na ibara 11, agenda 19. Ile agenda mojawapo alisema Lucifer hivi: zimebakia sekunde 5 za ulimwengu wa roho, ulimwengu huu uondolewe. Na zimebakia sekunde chache zisizojulikana, adui yetu huyo kafiluna Yesu aje kuchukua watu wake. Kwa hiyo tuongeze ashiki, yani tamaa, ili dunia yetu ya kuzimu ingie kanisani na makanisa yao tuyavute kwenye dunia yetu ya kuzimu, ili huyo roho wao mtakatifu awaache na wasahau maombi, washindane wao kwa wao. Mshirika atamani kuwa mchungaji, mchungaji atamani kuwa askofu. Waache huduma ya maombi na maombezi, watamani kufanikiwa kifedha, ili haki yao ya kiibada ipotee na miujiza ya Mungu kwao iwe hadithi. Atakapokuja huyo Yesu, akute hakuna mtu hata mmoja wa kuingia naye mbinguni. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumewapata. Maana kwa kufumba na kufumbua ulimwengu wote tutautumbukiza hai kuzimu.
Hiyo ilikuwa agenda ya 11. Tuliifanyia mjadala na mchakato. Hawa mitume na manabii wanaouza mafuta na upako walianza kutokea 2011. Ndipo yaliongezeka haya. Hawa wasanii wenye kutunga mastaili ambayo sasa hivi yanachezwa kwenye kwaya yalianza kutokea huo muda. Sijui viduku, sijui ama piano, sijui nini. Chizi karogwa tena. Yanaimbwa sasa hivi kanisani. Staili za mayere. Sio Mungu. Ila ni ili dunia ya kuzimu ingie wapi? Na kanisa liingie wapi? Jamani, hata sasa hivi nilikuwa nasikitika sana sasa hivi hata wale ambao sio manabii wa uongo, hawana roho ya shetani, wamevamiwa na nguvu za giza hivi, wao ndio wameokoka kuliko wenzao. Wamejaa na kiti cha hukumu tumboni mwao. Yaani ni wepesi kuambia wenzao huendi mbinguni, badala ya kuwatia moyo acha dhambi ili tuende wapi? Huyo anayekwambia huendi mbinguni, that is not the voice of God. Mungu, neema imefunuliwa kwetu sote ili tumkane shetani na tuione nini? Mbingu. Kwa nini tuvunjane moyo kwamba huendi mbinguni? We ni Yesu. Na alafu Biblia imesema misingi ya Mungu imesimama yenye mihuri hii, Bwana anawajua walio. Na kila alitoajaye jina la Bwana na aache nini? Tuache uovu ili tuende mbinguni. Ila tusihukumiane kwamba huendi wapi? Kengele inayotakiwa kutuongoza sio mtu, sio sauti ya mtu, ni kengele moja inayoitwa Roho Mtakatifu. Tumpe nafasi huyo, tutaishinda milango ya kuzimu. Yesu anakuja saa yoyote. Mimi huwa nakaaga na waza, nasema Yesu, hivi yamkini hata wiki ijayo ukaja. Hivi ukija leo taenda? Every day my question is, nitaenda? Yani ndugu yangu, mimi era so shida zangu. Shida zangu nisibaki duniani. Nilikuwa namwambia mke wangu siku moja, nikamwambia nakupenda sana, ila bora uolewe na mwanaume mwenzangu uende, ila mimi nisitoke kwa Yesu. Amen. Bora watoto wangu wote wafe, ila mimi nibaki na Yesu. Amina. It's not joking, I'm serious about this. Heri nipoteze vitu vyote kabisa, ila nibaki na Yesu. Amen. Maana yeye ndiye anipaye na yeye ndio mwenye maamuzi juu yangu. Amen. Na yeye ndiye wa kunifikisha mbinguni. Amen. Naomba nikuambie mtumishi wa Mungu, dunia hii inapita na vitu vyake, usiupoteze uokovu. Amen. Katika vitu favor vya kuzingatia kuliko miujiza zote, miujiza ni kuokoka. Amen. Huyu Yesu huyu, kuna watu wanamlilia hadi kwa machozi ya damu au ampati. Nimeshuhudia mimi kwa macho, naona mimi mwenyewe nimeokoka kwa neema, pepo tu. Nikasema Yesu, kama unanipenda niokoe. Amen. Nisafungwa kamba shingoni, naenda kukata kichwa. Yani niko hapa, kitanzi cha kuchinja kiko hapo. Dakika za kufa. Amen. Hakuna mtu mbele yangu, ni mimi na kufa. Nikachomoka huko nikajikuta duniani. Afu leo nicheke na wokovu. Potelea mbali. Kama ni hela zipotelee mbali. Kama ni mali zipotelee mbali. Kama ni heshima ipotelee mbali. Bora baki Yesu Kristo. Na kwa sababu ameniokoa dakika za mwisho, Yesu anisaidie nisimame. Na kushuhudia haya nikutie
Usirudishwe nyuma na mapito, usirudishwe nyuma na majaribu. Mwangalieni Yesu aliyekufa msalabani, alifufuka mara moja ili sisi tuwe hai. Hatutakufa mpaka tuone utukufu wake. Simama juu kwa miguu yako kisha sema amina. Mimi ni malaika wananiita mbinguni, sasa hii sio nchi yangu tena. Unaujua huo wimbo eh? Hebu tuimbe. Alafu pamoja na kwamba ni ibada ya kwanza, hebu omba neno hili. Jiombe neno hili. Yesu usiniache. Najua yapo mengi yanayokwaza, yanayonizuia, lakini Roho Mtakatifu usiniache. Ni kweli kuna vita mbaya na sijui mwisho wangu, lakini Yesu usiniache. Musa alimwambia Mungu, akamwambia uso wako usipokwenda na dunia napita, najitafutia hali ya mbinguni, malaika wananiita mbinguni, sasa hii sio nchi yangu tena. Mimi ni mgeni dunia napita, najitafutia hali ya mbinguni, malaika wananiita mbinguni, sasa hii sio nchi yangu tena. Nifanyeje Bwana, malaika wananiita mbinguni, sasa hii sio nchi yangu tena. Yesu alikwenda mbinguni kwa Bwana, nitamwamkia kwa mkono wangu, ananisubiri nifike lango, sasa hii sio nchi yangu tena. Bwana wangu ni rafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje Bwana, malaika wananiita mbinguni, sasa hii sio nchi yangu tena. Bwana wangu, Yesu rafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje Bwana, malaika wananiita mbinguni, sasa hii sio nchi yangu tena.
tu sasa. Mwambie neno Mungu, mwambie Roho Mtakatifu yako. Mwambie Yesu kwa neno hili usiniache. Sinaweza mimi wa kusimama peke yangu. Ana unabii ulionena hapa umetimia. Na kweli ujio wa Kristo umekuja. Kwa siku na saa isiyo ndani. Wewe unakuja kulichukua kanisa lako. Nami niko mbele ya Bwana. Naomba unisaidie. Saidia familia. Saidia huduma. Saidia mama. Saidia watoto. Saidia mtume wangu. Usiwanikwaze kunizuia. Paulo alisema milele kitanitenda mbele ya Kristo. Tena nivike au ninada au ninagonjwa au ninakali au ninapanda au nikukosa nafasi. Kama ilivyoandikwa kwa ajili yake tunapewa msalaba. Tumezaliwa kuwa kama kondoo kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tumeshinda zaidi ya kushinda.
binadamu wenzetu. Mungu mtakatifu, kokote nafsi hiyo ilikoelekea, madamu imedhihirika kanisani, ninaitamkia kwa jina la Yesu, hakuna lililo baya litakalompata mtu huyo, na ninamnenea uzima tangu sasa na hata milele kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hiyo sio tu ana nguvu nyingine, na kuna ishara alikuwa anaifanya. Alifanya hivi, ile ni ishara ya misukule wanaongea, maana yake ana njaa, anahitaji kula hata vitu vitatu. Kwa hakuwa anaomba maiki, alikuwa anaomba kula. Sasa mimi nilijua labda ni mtu ambaye yuko humu, kwa sababu mimi ni mgeni kwenu leo. Ila ningejua tungemnaksa huyo. Kuna mahali wameshazika, wanaomboleza. Kwa maana ameletwa Dar es Salaam wauzwe. Na mjui tu hapa Temeke, ni Temeke hii. Ukiwatandika hapo, kama unaelekea ile barabara kwenda Mbezi, hapo mbele kuna soko la misukuli. Hata hivyo mshukuru Mungu, hapo kuna sehemu moja inaitwa Mwembe Yanga. Kinatusaidia ni mikutano inafanyika. Ila hapo ndio wao wanakaa wachawi kufanya mikutano yao. Kwa hiyo waombaji, msichoke kuomba. Mungu atakuja kufanya mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Hebu tuyaache yale, turudi kwenye ibada. Bwana asifiwe sana. Na wakaribisha tena kwenye ibada wakati mwingine huu mzuri. Yule tutaomba. Na kama Mungu anakusudi naye kuabudu hapa, atarudi hapa. Na akija hapa kamateni, hata kama takuwa sipo, nipigie simu mzee. Takuja kwa ajili yake. Kuna watu wa namna hiyo. Kuna baba mmoja alikuwa anaitwa Jailos Joseph, kule mkoa wa Kigoma kule. Alifariki mwaka 2009. Tulimpata mwaka 2017 tarehe 4 mwezi wa 4. Mpaka leo ni baba mzuri na ni muumini wa kanisa la FPST pale Kasulu. Sio kichaa, sio msukule, anaishi. Na kuna dada mwingine alikuwa anaitwa Sikola pale Kasulu, sehemu moja inaitwa Wazi. Alifariki mwaka 2013. Wakasahau. Lakini tulipoomba, alikuwa anawajia watu. Tulipoomba mwaka 2017 tarehe 1 Januari, tukamkamata kwenye viwanja vya kanisa. Mpaka leo ameolewa na mtoto mmoja, na mume ni mzee wa kanisa pale Mwanza. Kuna binti mmoja alikuwa anaitwa Lightness. Yeye alifariki Kigoma mjini, akazikwa kijiji kimoja kinaitwa Nkungwe. Baada ya siku 7, babake ni askari polisi, mamake ni mwalimu wa sekondari. Akawa anawajia ndugu zake. Tulipoomba baada ya miaka miwili, kwa 2017, 2019 mwezi wa 2 tarehe 26, tulimpata kule Moshi Kilimanjaro akiwa ameenda kuuzwa, akaangushwa. Mpaka leo ni mwanafunzi, yuko darasa la 2 pale shule ya msingi Mwinyi Tabora. Anasoma na ana akili timamu. Na kuna mwingine alikufa mwaka 2020 akiwa amemaliza masomo ya ualimu Dodoma mwaka wa 3. Ni dada alikuwa anaitwa Esther pale Geita mjini. Alikanyaga wanasemi kuanzia miguu mpaka kichwa, wakakokoa mpaka na chepe, wakazika. Ndani ya siku 4 akajia ndugu zake. Tulipoingia kwenye maombi mwaka jana mwezi wa 2 tarehe 14, tumempata akiwa hai. Kwenye kijiji kimoja cha Nyakato mkoa wa Geita.
akiwa hana hata kovu. Mpaka sasa ni mama mzuri. Tunamuombea Mungu. Kule kondoo akamchukua Msukule mchungaji, akiwa wamebeba mwili wanaupeleka Singida kuzika. Wakanipigia simu hata Dodoma, nimefanya maombi juzi, mchungaji akawa amepatikana. Kabla ya kuzika tukampata akiwa hai. Tulivyompata akiwa hai nikawaambia wasifanye chochote niende. Wakajivuruga wajinga wale, wakaenda kwa mganga wa kienyeji. Mpaka leo mchungaji huyo yuko hai, ila ni zezeta kule kwa mganga. Kwa hiyo ndugu zangu, haya mambo sio ya kawaida. Ni mambo shetani anaharibu ndugu zetu kwenye ulimwengu wa roho. Lakini ashukuriwe Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwa wafu, kwa nguvu aliyotupatia ya Roho Mtakatifu, tukiomba kwa nguvu na imani, hao waliofichwa wanarudishwa. Amen. Sio kwamba tunafufua waliokufa au hawafi. Ni sayansi ya shetani. Anatupatia sisi miti tunazika, alafu ndugu zetu wanaenda kuwatesa. Lakini Roho Mtakatifu uzuri wake anafunua hata mafumbo ya rohoni na anafichua vitu vilivyofichwa. Kwa hiyo tukae vizuri na Mungu, tuongeze imani kwa Bwana, atayafanya makubwa kwenye maisha yetu. Sema amen. Tumekwisha kuomba na ibada inaendelea, na sasa ni misa ya pili ndani ya ibada moja. Tuangalie andiko moja ambalo Roho Mtakatifu amekuwa ananikumbusha hapa, nizungumze na wewe, kisha tuliombee kwa pamoja eneo moja ambalo Bwana anataka tushare maarifa yenye ushindi. Ifungue Biblia yako takatifu katika kile kitabu cha Ezekiel sura ya 18 mstari ule wa 2. Ezekiel sura ile ya 18 mstari ule wa 2 mpaka ule mstari wa 4. Neno la Mungu takatifu linasema, je, maana yake ni nini hata mkatumia methali hii katika Israeli, mkisema baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena mithali hii katika Israeli. Kwa maana tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo na roho ya mwana pia ni mali yangu. Na roho ile itendayo dhambi itakufa. Bwana Yesu libariki neno hili. Amen. Amen. Nataka nizungumze na mnisaidie mchungaji, samahani, munipatie angalau saa moja nizungumuze tu. Amen. Anajua umechoka, una njaa, ila nipe tu saa moja. Hata mawili. Unaniruhusu ninene na wewe? Maana makanisa ya Dar es Salaam saa 6 wananitoroka, wananiachia viti. Ila hapa nimeona tofauti na daa vile. Yaani hapa sio daa hapa. Yaani nimewapenda bure. Hata sifa yenu tofauti na daa. Tofauti. Ina uvuvio wa ajabu. Mungu awabariki. Nataka niseme neno moja ambalo linasema kuzishinda roho za asiri zinazofuatilia. Tunaposema roho za asiri zinazofuatilia,
Roho ni kiumbe kisichokufa kinachoishi nyuma ya tamko la Mungu. Binadamu ako na roho, ako na mwili, lakini katikati ya mwili na roho yuko na kitu cha tatu kinaitwa nafsi. Katika hivi vitu vitatu kila kimoja kina kazi yake. Mwili ni kiungo kimefinyangwa, lakini roho ni kiumbe kimetamkwa. Ila nafsi ni matokeo ya uwepo wa roho na mwili, ni uungu ndani ya mtu. Na ile nafsi ndio tunaiita kwa majina mawili. Jina la kwanza tunaiita hatima, destiny. Jina la pili nafsi tunaiita nyota. Tumewahi kusikia nyota yake, nyota ya mtu. Hata Biblia imetaja nyota eti Balaamu ametumwa aende akarani wa Israeli wasipite kule kwenye nchi ya Baraki pale Moabu. Anajaribu kupiga uganga, akaiona nyota ya Israeli. Akaamrishwa na Bwana, usimlani aliyebarikiwa, bali kambariki. Anabariki nini? Akapiga uganga, akaiona nyota. Akatabiri, namuona lakini si sasa, namtazama lakini sio karibu, nyota itatokea. Katika Yakobo, nyota gani aliona Balaamu? Alimuona Yesu. Mamajuzi wa mashariki, wataalamu wa nyota, wanasoma majira na nyakati ya mwaka. Majira waliokuwa wanayasoma kimila wanasema kaka kuona. Walikuwa wanatumia usihiri, ni kama imani za kishirikina vile. Wakati wanapiga zile darubini zao wakaiona nyota iliyotabiriwa na Balaamu miaka ya zamani. Na ile wakaiona pembe ya nyota ile, wakakuta ndani ya pembe ziko tano, ya tatu ni Mungu mwenye nguvu. Wakasema huyu sio mtu, twende tukamsujudie. Wakafunga safari mpaka kwa Herode, wakamwambia yuko wapi mfalme wa Wayahudi? Tumeiona nyota, tumekuja kumsujudia. Walichokiona ni nini? Hatima ya Yesu, yani the destiny, Jesus destiny. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo nafsi ya mtu huwa ndio imebeba driver and control manager of life. Chochote unachokifikiri, kukifanya, unachokipanga, unachokiishi kimefichwa ndani ya nafsi. Na nafsi ina majaribu, inaweza shambuliwa hata ikapoteza mafanikio. Lakini kwa jina la Yesu inaweza kuhuishwa na kurudishwa thamani ya mtu. Sasa nguvu ya vita ya hii nafsi imebebwa na vitu viwili, mwili na roho. Roho ni ile Mungu alitamka kwenye Mwanzo chapter 1 verse 26, ile sura ya kwanza mstari wa 26. Tumfanye mtu kwa nini? Kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Bwana asifiwe. Lile tamko tumfanye mtu, roho ya mtu ikaumbwa. Lakini mwili ni mfano. Biblia inasema kwenye Mwanzo 2:7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, finyango. Mfano wa Mungu ni mwili, sura ya Mungu ni roho, lakini uungu wa Mungu ni nafsi yake. Kwa sisi tukiwa hapa, we are complete. God with us, Mungu ndani ya mtu, na mtu hayuko mwenyewe na mwili wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tunaposema roho zinazofuatilia, roho za asili zinazofuatilia, sio huyo mtu aliyeumbwa na Mungu. Hapana. Mwanadamu baada ya kuumbwa na Mungu akabarikiwa, akapewa dunia iwe ya kwake. Palitokea mnyama aliyevaa sura ya shetani aliyeitwa nyoka. Akamdanganya mwanamke, akala tunda Mungu alilosema usile. Na yule mwanamke alipokula akampelekea Adamu. Adamu alipokula kitu kikazaliwa. Wanadamu wa kiume akahukumiwa kufa na kula kwa jasho. Maana yake nafsi ya kimungu ikanyang'anywa, ikapewa responsibility of man.
lakini mwanamke akapewa tamaa juu ya mwanaume wake pamoja na kuzaa kwa uchungu, na hapo ndipo matatizo yakazaliwa. Imeitwaje dhambi ya asili? Shetani tangu hapo aliishikilia ile anguko ya Adamu na Hawa, akamtengenezea kitu kinaitwa hati za mashitaka. Na hapo mwanadamu, kadri siku zilivyoenda, alikuwa anazaa vizazi viwili, kizazi cha toba na kizazi cha anguko. Akazaliwa Kaini mpagani, akazaliwa Seti mcha Mungu. Baadaye likatokea taifa la Kiyahudi, lakini wakatokea wana wa Mungu wakakutana na wana wa wanadamu. Majitu yakatokea na wapagani wakazaliwa. Na hapo madhabahu zikawa mbili, madhabahu ya Mungu na madhabahu ya Shetani. Sasa ile madhabahu ya Shetani popote inapoinuliwa inakuwa kinyume na madhabahu ya Mungu. Na mtu yeyote anayeiabudu na kuiadhimisha madhabahu ya Shetani amefarakana na Mungu. Kwa hiyo ile dhambi ya asili ya tangu anguko inavutwa mpaka kwenye madhabahu ile anayoitumikia, na sasa huyo mtu anaogelea kwenye uovu. Bwana atusaidie sana. Sijui unanielewa? Sasa nisikilize, twende vizuri kwenye hili somo. Haya maneno anayanena Mungu, anamwambia Ezekiel nabii, aliambie taifa. Kuna methali walikuwa wanaitamka Waisraeli, wanasema baba wamekula zabibu mbichi na watoto wao wamepatwa na ganzi la nini? Si unaelewa huu mfano? Zabibu mnaijua? Mmewahi kuila ikiwa mbichi? Hujawahi? Mimi kidogo nimefanya utafiti kwa muda mfupi, nimekaa Dodoma. Nikaenda kwa Wagogo kule, nikaona mashamba ya zabibu mbichi. Ikiwa mbichi ni kali mbaya kabisa. Ni kama sisi, mimi ni muha. Nimeona mama ameongea Kiha nikamuelewa vizuri, lakini ana enjoy kwenye kula. Alafu mtoto huyu ndo anapatwa ganzi la nini? Yaani mzee unakula embe fresh, lakini huyu hali nyama, hali dagaa, mchele huyu. Sababu akila mena huku aliyekula embe so huyu aliyekula ni nani? Baba yake. Tuko pamoja kanisa? Ndio hili neno linasema baba wamekula zabibu mbichi na watoto wakapatwa na ganzi la nini? Lakini Mungu anasema hamutatumia tena hii methali. Maana yake roho zote ni mali yangu. Roho ya baba ni mali yangu na roho ya mwana ni mali yangu. Na sasa akafafanua akasema ile roho itendayo dhambi ndiyo itakayofanyaje? Itakayokufa. Aha, kumbe hapa issue inayozungumzwa sio ya embe, sio ya zabibu. Ni issue ya nini? Issue ya nini? Dada, Bwana asifiwe. Sijui kama kuna mtu mko nyuma ananielewa. Issue nayoongea hapa ni issue ya nini? Ya dhambi. Ya dhambi. Amen. Amen. Kwa nini haya maneno yanasema hivi? Haijajileta tu Israeli kusema, na sio mateso ya wale tu. Hata na sisi kanisa la Afrika karne ya 21 haya maneno yanatuhusu. Kweli. Amen. Na kuna watu wengine tumeokoka, tunaomba, tunaombea watu, tunahubiri, tunamtumikia Mungu, lakini hatuyaoni matokeo yenye shuhuda. Amen. Ya kusema Bwana ametenda kwenye maisha yetu. Amen. Kila unapohangaika kutafuta ushindi na uamsho, kuna roho zinasema wewe ni wa kwetu. Hautavuka hapo kiuchumi, hautavuka hapo kimaisha. Wewe hautatajirika.
Lakini ukiwaza kwenye ulimwengu wa roho, ukiomba unajiona ni level nyingine. Amen. Nini hapa ni nini? Ni nini? Kuna zabibu mbichi imeshaliwa. Wewe unakula ganzi tu. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Naomba tusome andiko hili litupe ufafanuzi, alafu tukiomba tupige kitu ambacho sio hewa. Amen. Ezekieli hiyo. Maombolezo, turudi kwenye maombolezo ya Yeremia. Maombolezo ya Yeremia. Sura ya 5 mstari ule wa 1 mpaka ule wa 10. Iangalie Biblia yako tafadhali. Kama hauna usibweteke tu, angalia kwa jirani, angalizia ili usibaki, kwa sababu neno hili linakuhusu na wewe. Yaani kama hauna Biblia, angalia kwa jirani. Kama una simu ya kufukuza shida, hiyo simu janja, angalia Biblia ya kwenye simu. Biblia inasema hivi: Bwana, kumbuka yaliyotupata, ukatazame na kuiona aibu yetu. Kuna wachungaji hawajapofika, natamani tusome pamoja. Umefika? Mstari wa 2. Ulisi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni, na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu wenyewe kwa fedha, na kuni zetu tunauziwa. Watufuatiao wako juu ya shingo zetu. Tumechoka tusipate raha yoyote. Tumewapa hao wa Misri mkono, na hao wa Ashuru nao ili tushibe chakula. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Watumwa wanatutawala, hatuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Tunapata chakula kwa kujihatarisha nafsi zetu, kwa sababu ya upanga wa nyikani. Ngozi yetu ni nyeusi kama tanuru, kwa sababu ya hali ya njaa ituteketezayo. Bwana Yesu libariki neno hili na tuponye. Amen. Amen. Unaanza kuelewa ile neno sasa. Baba wamekula zabibu mbichi, na watoto wamepatwa na ganzi la nini? Pike chakula. Lakini tunapopata tunanyang'anywa, halafu wanaotunyang'anya wanatuuzia. Halafu maji visima vya kwetu wenyewe, na tumechota wenyewe, lakini tunayanunua kwa nini? Kwa fedha. Tumechoka tusipate raha yoyote, maana mama zetu wamekuwa kama wajane, na sisi kama yatima waliofiwa na baba. Maana yake hatuna fursa, hatuna mtu wa kutusaidia, hatuna mtu wa kutusikiliza. Hata tunapofanya kazi tunapata pesa, lakini hatuoni kazi zilizofanya. Tunafanya kazi sana, lakini tunaishia ushuhuda wa wapagani. Wanasema, yako wapi matendo ya Mungu wenu mliotuhadithia kwamba Mungu amewasaidia? Mbona hatuoni? Magonjwa ni sisi, umaskini ni wetu, kukataliwa ni sisi, mikosi ni sisi, lakini tunakuwa na Mungu aliye hai. Why?
Mwombolezaji anaomboleza haya maneno, anasema tumechoka, tusipate raha yoyote. Tumediriki kuwapa washuru mkono na hawa wa Misri nao ili tupate chakula, lakini hata hivyo hakuna. Lakini wakati analia huyu Yeremia, wakati anaomboleza huyu Yeremia, anapata kumbusho la wazo ambalo limetokana na nabii Ezekieli, ambalo Ezekieli amesema baba wamekula zabibu mbichi na watoto wamepatwa na ganzi la nini? Sasa